Picha yetu inaanza ikituonyesha dada mmoja ambaye alifanya booking za chumba katika mtandao, na hapa alielekezwa sehemu ya chumba chake, na alipofika katika chumba chake au nyumba ambayo amepanga anakuta funguo hakuna, na ikabidi amwangalie yule mtu ambaye alitaka kumpangisha, lakini kipindi anampigia naona ile nyumba ambayo amepanga yeye imewakataa. Ikabidi aende tena pale na kugonga kutoka jamaa mmoja ambaye anaitwa Kate. Akamwambia, hakika mimi mwenyewe nimepanga ndani ya nyumba, kwa hiyo inakuwaje upo wewe? Akamwambia, basi kwa kuwa wote tumepanga nyumba moja na mtu ametupangisha nyumba moja, watakuwa wamechelewa au wamekosea. Hata mimi mwenyewe umeona hapa, akamuonyesha. Kwa hiyo na maana alipotaka kumpigia tena huyu mtu akapatikani. Kwa hiyo jamaa alimkaribisha akamwambia, hakika tutakaa katika nyumba hii moja, mimi nitalala hapa ukumbini, wewe utalala chumbani, hakuna shida, na kesho asubuhi utafuatilia hizo process zako za chumba ambacho unakitaka. Dada akaona isiwe shida, akampiga picha kwanza kitambulisho chake ili mradi kujihakikishia usalama wake, na mchizi alimkaribisha hapa, wakaanza kugonga mvinyo kidogo na mambo fulani ili mradi kuweka akili sawa. Wakafahamiana na kila mtu akajielezea kazi ambayo anaifanya na kitu gani ambacho kimemleta katika mji huu. Ina maana hawa wote ni wageni ambao wamekuja kufanya kazi, lakini eneo ambalo wamelichukua nyumba ama eneo ambalo wamepanga sio eneo safi ambalo linakaa watu wengi, yani nyumba ambazo ziko pembezoni mwa mji. Hapa dada kwenye kulala alisikia makelele na sauti baadhi. Sasa hizi sauti zilimchanganya, na alipokuja kumwamsha Kesi amelala totolo, haelewi. Dada aliagopa kwa sababu mchizi aliamka kwa sauti kubwa, yani sauti kama kushtuka. Dada akamwambia, umenishtua? Akamwambia, kuna sauti nilizisikia. Lakini dada bado anasikia mlango unashikwa na asubiri kufika. Mchizi aliacha notes, akamwambia, bwana, hakika boksi hapo na funguo zetu ziko hapo, utazeka hapo, hakika hakuna litakaloharibika kama utataka kula. Dada kina anaangalia mtaa, au mtaa gani, ni Manzese, Mbagala, Chalambe, wapi? Lakini alikutana na Catherine akamsalimia, mambo vipi? Safi na salama. Catherine anamwambia, karibu sana. Na hakika karibu sana, naamini umeenjoy sana. Dada alipofika tena mida yake ya jioni alirudi nyumbani kwake, lakini kipindi anaenda hapa kuna mtu anaitwa Andre anamkimbiza. Dada akaona isiwe shida, akafungua ala akapaswali na akaingia ndani akajifungia. Huyu Andre alikuwa na kitu, ama Andre kuna kitu anakijua na alitaka kumsaidia. Dada akaita polisi kumsaidia. Dada hajaelewa kwa nini ujamaa alitaka kumkimbiza, lakini hapa dada alipunguza. Lakini alipotaka toilet paper hakuziona chooni, akaona dai sei nyumba ina usafi sana, hakuna chochote. Lakini hapa aliona basement ambayo imejaa sehemu ya toilet paper za kutosha, na hapa akakuta milango kibao. Anajiuliza, hii milango yote ni ya nini? Hii milango ya kitu gani? Mara hapa simu yake inaita na hapa anaangalia, lakini sasa anajikuta funguo amesahau nje, na funguo ajaingia nao ndani na mlango umejifunga. Dada anakuta kamba hapa ya kuvuta kama imeenda katika chumba fulani, na anapofungua hii kamba ama kuivuta kuna mlango chini ambao unafunguka. Mlango huo sio wa kawaida. Dada akachukua kioo ili mradi aangalie kule ndani kuna nini, na kama ataakisi mwanga mwenye mtu ataona mwanga huo atatoka. Aliendelea, alikuta chumba kina kamera kubwa na kitanda kikubwa, na vile vile kama kuna watu walikuwa wanafanya vitu ama live streaming ama mahojiano. Dada hapa anaanza kuogopa, maana kuna mtu anamuona. Sasa alisikia mtu kaja, ikabidi amgongee, bwana fungua mlango. Hakuwa mtu mwingine bali alikuwa ni yule Kesi aliingia mpaka ndani akamwambia, hakika nimekuta mlango huu, mlango sijauelewa, huu mlango una kitu gani? Kesi akamwambia, mlango wenyewe ulokuta wapi? Naambia ndani ya basement, ndani ya hii nyumba chini kabisa basement nimekuta mlango. Anambia hapana, kitu kama hiko. Jamaa kama hataki kuamini, lakini dada akamwambia, nenda mbele kule. Mchizi baada ya kuingia kwenda kuchunguza anajikuta anatokomea tu. Dada kila akimsaka mchizi amuone. Dada ikabidi aende huko, lakini mlango utaka kufunga na kuna mtu kama hapa anazuia na kiti, na ile funguo ikawa tena ionekani. Yani dada akatoki kwenda juu na wala mtu ajua ingii chini, kwa sababu mlango tayari ushajifunga. Dada akaanza kushota mpora kushuka chini kwenda kuangalia kitu gani ambacho kinaendelea. Dada alishuka taratibu kwa uoga mkubwa, ili mradi aangalie ni nini ambacho kinaendelea. Dada kwa macho yake aamini kitu anachokikuta, na mkuta jamaa anambia, nyamaza tena, nyamaza, usipige kelele, maana kuna kitu cha hatari sana. Mara kwenye kelele zao zinamtibua huyo mtu ambaye alikuwa chini, ni shetani mbaya sana, ni mzimu ambaye alikuwa anakaa ndani ya nyumba hii, maziwa makubwa amemtoka. Picha yetu ina ama kwa huyu hapa AJ yeye ni mtu ambaye yeye anashughulika na masuala sanaa, yani ni msanii mkubwa tu. Kwa hiyo leo aliingia katika mji huu, na vile vile alifanya booking kama ilivyo kawaida kwa
Tesi pamoja na mwenzie ambao alifanya booking ya online. Na hapa mchizi alifika moja kwa moja akala mkataba wake na akasaini, na tajiri yake akamwambia, hakika nenda zako alafu uje kuanza kazi siku fulani bini fulani. Jamaa alicheka, alitoka kimadoido, alitoka kimdogo mdogo huku anashota mpora na nyumba yake tayari ashaichukua, na nyumba haikuwa nyingine bali ile ambao kina Lesi pamoja na Tesi wamezama. AJ anaingia ndani, anakuta kiti kilitaka kuzuiwa katika mlango, anakuta mambo kidogo kama yako vibaya, anakuta pochi hapa, anajiuliza ina maana huyu mpangaji alipanga akaondoka na vitu vyake kaacha mumu. Ikabidi ampigie, anaambia bwana wewe ingia tu. Yaani ina maana hii nyumba kuna mpangaji ama kuna dalali, sio tuju, kuna dalali ambaye anapangisha nyumba hii bila kutoa taarifa. Yaani yeye anajua kabisa nyumba hiyo ina shida na mpangaji akae, atakaa siku 2 ataondoka. Kwa hiyo huyo kazi yake ni kupangisha tu nyumba hii. Basi mchizi kwenda kuangalia mandhari, anakuta nyumba ina kila kitu, lakini nyumba imetulia. Leo alilala vizuri na akaamka na hangover vibaya. AJ akaenda kuangalia sasa ili mada achukue PC yake tietie pale, lakini ile PC alipoikuta mule ndani itakuwa ni ikuta PC, na anakuta fungua pale, alipotea password haiwezi kufanya kazi. Hapa anakuta basement ambayo imeenda chini, ambao wenzake wote walizamia kule na hakuna hata mmoja aliyetoka. Basi AJ taratibu siku hiyo akatamani aingie, akafaa vizuri, akaingia taratibu, anashota mpora huku na kitochi chake, lakini hapa anakutabirika na anakuta ile kamba. Basi kuivuta ile kamba ya mlango mwingine wa ziada ndani ya nyumba hii, alirudi kwanza juu na akaanza kuangalia hii nyumba ramani yake imekuwaje. Maelezo yakaja mengi, mchizi akaona labda kusiwe na dili humu ama kuna madhahabu yamewekwa. Akakuta kile kitanda, akaendelea kuchukua safuti ili mradi apime, aangalie ile ramani ambayo amecholewa ndani ya PC kuhusu hii nyumba, je inaendana nayo. Basi alichukua ile tepu, alienda nayo, na hapa anakuta majoo ama mabusati yametandikwa kwa wingi, kuna TV na waka, na kuna mama kama ananyonyesha mtoto, lakini yule mama anajifunza kutoka kwenye TV. Mara ile tepu inashikwa na inavutwa kwa kasi sana. Hapa anaona kitu kinakuja AJ, inabidi akimbie kunusuru roho yake, kunusuru nafsi yake. AJ anashikwa na taharuki, lakini hapa anamuona mama ambaye yupo kama mzimu, jini sio jini, mtu sio mtu. AJ anakimbia mbio kutetea maisha yake na anaingia katika keji hiyo. Ndani anakutana na yule dada, anamwambia nyamaza. Sasa ilikuwa hivi, hapa kulikuwa na huyu mwenyewe ambaye siku zote alikuwa anaishi, anaitwa Frankie. Yeye alikuwa anakuja dukani, supermarket, anachukua vyakula mbalimbali na anajaza vyakula vingi, lakini kama kuna huduma anaifanya. Na hapa kuna mwanamama ambaye yeye alikuwa anamfuatilia nyuma, yani mdogo. Huyu huyu mwenyewe Frankie alikuwa ni mtu mkubwa sana, mrefu, lakini hapa aliingia ndani ya nyumba na kumkuta mwanadada hapa kumrubuni, akajifanya yeye kama mfanya usafi, akaingia ndani. Baada ya kuingia ndani, dada huyo jamaa akafunga mlango na kaloki ile dirisha, mtu wa ndani wa nje. Na hapa kulikuwa na mtu jamaa nyumba jirani anauza hii nyumba, akamwambia bwana mimi nitakuuzia vile hii nyumba. Kwa hiyo mchizi alijikuta alinunua sehemu kubwa sana na akaichimba chini kwa chini na akaifanyia vitu. Huyo Frank, tunarudi katika wakati huu hapa sasa hivi. Sasa huyu mama ama ushetani anakuja hapa, anasema mwanangu. Kwa hiyo akishakuja mwanangu anakupaziwa ama nyonyo. Sasa mchizi kila akiambiwa kunywa hataki. Umama hataki kumua, mwenzake ananyonya maziwa, na ndio unakuwa usalama wake. Yani hauliwi na huyu shetani ama huyu mzimu ama huyu wala mfanye chochote. AJ alikamatwa kinguvu, akapelekwa mpaka kwenye ile video ili mradi aangalie na ajifunze mtoto kama mtoto anyonye katika ziwa la mwanamke ambaye anamnyonyesha. Huyo mwanamke hakuwa mwanamke kawaida. Sasa kwenye ile tepu, kipindi anaondoka ile tepu akaikwa. Sasa Tracy anajikuta anakimbia mbio, anaenda anagonga mlango ili mradi kunusuru. Hapa kwa bora vunje kioo, na alipotoka tu dirishani na papacho huyu mchizi wa kwanza kabisa ambaye alitaka kumwokoa huyu hapo mwana shetani anamwambia, mara kwanza nilitaka kukustua kuhusu hiyo nyumba, usiingie wala usipange, kwa sababu huyo shetani ndiye ambaye anasumbua, ndio ambao anaua watu hapa. Ndio maana huo mtaa hauna mtu na nyumba ni moja tu ambao ni yeye ambaye anakaa, na huyo mtu anaoleta watu humu anafanya makusudi. Endelea kuangalia hii kamba na hizi kengele. Jamaa aliendelea kufuatilia AJ, aangalie hii kamba inatokea wapi.
na mwisho wa siku alimuona shetani yule, lakini kwa kuwa tayari ashakubali kunyonya maziwa ya huyu bidada, basi hapa alikuta na nguo na alikuta chumba. Hapa iko chumba kina huyu jamaa ambaye anaitwa Frenki ambaye yeye ndio ambaye amemkuza yule shetani kwa kumpa vyakula, kumpa kila kitu, yani kama mama yake ama mtoto wake. Amini anachokiona, nakuta kanda nyingi ambazo huyu jamaa alizirekodi juu ya kumlea huyu kiumbe ama kulelewa na huyu kiumbe. Wanaambia, kwa hiyo na maana wewe ndio ulikuwa ni mtoto wa huyu mama? Anaambia hapana, jamaa alipiga stasi na akafa hapo hapo. Dada anatoka hai, alienda mpaka katika supermarket hapa mzee lakini amelala, na akaongea na maskala akaambia, bwana, humu kuna mtu na kuna shetani ambaye anakula watu. Maskala hakutaka kuamini na wala hawakutaka kuvunja mlango wa mtu. Dada anajikuta anakosa msaada, lakini mchizi huku baada ya letanange kutokea, dada anajitetea na kuingia ndani ya gari, na hata mama shetani alivyomfuata dada alijikuta kama anamgonga, lakini anaambia nataka mwanangu. Jamaa alirudi AJ na kuchukua ile bunduki ya mchizi ambaye alijiua, ambao Frenki, na hapa wakaanza kujitetea, kujinusuru, kujiondoa katika hii nyumba. Taratibu wakiwa wanatoka sasa, yule jamaa wa kwanza ambaye anaitwa Alula mwenye asili ya Kiafrika aliwaita akaambia, njoeni hapa, mpumzikeni. Mnajua mmefanikiwa kumuua, lakini shetani yuko hapa zaidi ya miaka 40 na huyo yupo na kazi yake ni hiyo tu, na hata huyo mtu ambaye anawapangisha nyinyi si mtu mzuri. Yeye ndiye ambaye anaendelea kujua huyo mtu kama yuko humo ndani, na yeye ndo anakula kupitia huyo mtu. Kwa hiyo yeye anapokupangisha chumba, yeye anapata faida. Anajua huwezi kukaa siku 3 siku 4. Kipindi mchizi anahadisia story hana moja wala mbili, lakini kitu ambacho asichokijua, yule mama alikuja na akamkamata huyu jamaa na akamchinjilia mbali pale, akampiga vikali na machizi wakaanza kukimbia, ambao ni AJ na ubidada. Kwa hiyo walikimbia na wakapanda juu ya mnara mkubwa, na baada ya kupanda juu ya mnara mkubwa, jamaa anaambiwa mpige bunduki inadondoka. Kwa hiyo alishindwa. Hili jamaa ni refu, ni shetani la maana, na alikuja hapa, mwanangu. Sasa huyu alichokifanya AJ kumkamata, akamwambia bwana, usiomtaka mwanao, akamtupa. Na kutokana na mapenzi na mwanangu, akaona mwanangu asife, basi naye akaruka kule chini hadi kumuokoa yule Tracy asife. Basi AJ anashuka taratibu, je, kwenda kuangalia alichokifanya ni hatari. Je, huyu mtu kafa kweli? Udada aliokolewa, na yeye dada alikuwa kama ngazi, na huyu dada shetani ndio ambaye aliweka chini yeye, yani alichukua mwili wake akaweka chini kama kumokoa. Na hapa anaamka taratibu, na shetani na anaamka na alimkamata AJ na kumtoboa macho moja kwa moja. Licha alichokifanya JJ ni makosa, alitaka kumuua mwenzie hadi aishi, lakini anajikuta yeye anakufa. Sasa bidada Tracy anakamata bunduki taratibu, anamnyoshia, lakini mama anaenda kumwambia mwanangu, na hakulemba, alimpiga shetani na shetani akafa hapo. Wanangu wakapinga TV, msisahau basi kutufollow, msisahau kusubscribe, msisahau kucomment na kulike. Ni hapa Kapinga TV.